ya Mlima Kenya. Tukitoka Mlima Kenya nataka tuelekee katika maeneo ya mabonde ya Kisii na Nyamira ambako leo hii aliyekuwa waziri wa usalama wa kitaifa Fred Matiang'i anatarajiwa kupewa hafla kule ama kuandaliwa hafla ya ukaribisho nyumbani katika mji wa Kisii. Mwanahabari wetu Bramwell Bwire tayari yupo mjini Kisii kuweza kufuatilia maandalizi, kuweza kufuatilia msafara huu ambao pia unatarajiwa kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali. Lakini je, wenyeji wana hisia zipi kwa makaribisho hayo ya nyumbani ya Fred Matiang'i? Habari za mchana Bramwell Bwire, hali ikoje huko? Kunanyesha Kisii? Maana wenyewe wanasema Kisii bila mvua hujafika Kisii. Shukrani sana Yeri, kweli kwamba tupo hapa katikati mwa mji wa Kisii ambapo sherehe za hii leo ni shamra tu za kuweza kumlaki na kumkaribisha aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i. Kumbuka kwamba huu ni mzunguko wa Capital hapa katikati mwa mji wa Kisii. Shughuli zote hii leo hapa katikati mwa mji wa Kisii zimesitishwa. Hamna chochote kile ambacho kinaendelea licha ya kuwepo na wale vijana wa bodaboda ambao wanawasafirisha wateja kutoka hapa hadi kule nje na kuweza kuingia humu ndani. Waziri Matiang'i ashaanza msafara wake hii leo. Ameanzia kule upande wa Keroka, sasa hivi yuko upande wa Kehumbu, na sasa ninavyozungumza nawe ni kwamba muda mchache kutokea sasa tunamtarajia aliyekuwa waziri yule Fred Matiang'i kuweza kufika hapa katika mzunguko wa Capital ambapo ni hafla yake kuu katika hii kaunti ya Kisii. Hapa anatarajiwa kuzungumza na wananchi. Amekuwa akizungumza tu na wananchi kutumia ile lugha ya Kikisii ambapo alikuwa anasema kwamba anawasikiza wale wananchi kuweza kujua mustakabali wao ni upi, kuweza kujua kwamba hali yao ni ipi. Aliyekuwa waziri Matiang'i aliweza kurejea humu nchini takriban wiki mbili sasa zimepita, hususan tarehe 17 mwezi Aprili ambapo alirejea hapa nchini, na wengi wakakuwa wanasema kwamba huenda atachukua fursa hii ya kuweza kukaribishwa nyumbani kutangaza rasmi azma yake ya kuwania urais mwaka 2027, lakini hadi sasa hajaweza kuzungumzia hilo. Kwa hivyo tunasubiri hadi wakati atakapofika hapa katika eneo hili la Capital iwapo ataweza kuzungumzia swala lile. Baadaye tunatarajiwa kuzungumza na gavana wa Kisii. Katika ile ziara yake anatarajiwa akifika hapa Kisii ataelekea katika afisi ya gavana wa Kisii yule Simbarati kuweza kusema naye. Ameandamana vile vile na gavana wa Nyamira Amos Nyaribo pamoja na seneta wa hapa Richard Onyonka na yule Okongo Omogeni wa kule Nyamira, pamoja na wawakilishi wadi kutoka maeneo tofauti katika hizi kaunti mbili ambazo za mpakani hapa Kisii pamoja na kule Nyamira. Kwa hivyo tunakita kambi hapa kuweza tu kujua atakapofika hapa Fred Matiang'i atakuwa anasema nini, atakuwa anatoa tamko lipi la kisiasa, labda kuweza kutoa mwelekeo kwa jamii ya Abagusi. Chamno ni kueleze kwamba vile vile katika ziara hii tunamtarajia yule Fred Matiang'i aweze kutawazwa kama mzee wa jamii ya Wagusi, na hapo itaonyesha kwamba huenda labda ndiye atakuwa ametuka ile jukumu la kuweza kutoa mwelekeo wa kisiasa kwa jamii hii ya Abagusi. Lakini sasa naomba kwa dakika mbili uweze kunipa fursa niseme na baadhi ya wenyeji hapa ambao wamemsubiri Matiang'i kutoka kitambo, waweze kutueleza hisia zao ni zipi. Karibu sana mama. Fred Matiang'i anarejea nyumbani kwa mara ya kwanza kwa kipindi cha muda mrefu. Nyinyi kama wakazi wa Kisii mnatarajia nini? Sisi kama wakazi wa Kisii, kwa majina naitwa Judith Mokeira Nyanga. Niko hapa Kisii, mimi ni Mkisii. Tumekaribisha mtoto wetu Matiang'i hapa nyumbani. Tumemuunga mkono, tuko mbele yake na tunaendelea kumuunga mkono watu wote tukisema Matiang'i hoye! Haya, niseme na huyu bwana vile vile yuko hapa. Tueleze jina lako, utuambie unahisije waziri Matiang'i anarejea nyumbani. Nyinyi matarajio yenu ni yapi? Mnatarajia aweze kuambia nini? Kweli kwa kabisa mimi na majina naitwa Kelvin Mosoti. Tuna furaha. Mtoto wetu anarudi nyumbani. Tunashukuru sana. Tunafurahi kumuona leo. Tunatarajia mazuri kutoka kwake. Bado mnatarajia aseme nini? Kwa vile watu wamekuwa wakisema kwamba atawania urais mwaka 2027, mnatarajia nini? Tunangoja maybe atasema, lakini bado hajasema. Tunangoja aseme na tutafurahia akisema kuwa atawania kuwa president wa Kenya hapa. Tutashukuru sana. Asante. Niseme na huyu bwana vile vile hapa, utueleze jina lako na tuambie matarajio yako wakati Matiang'i anakuja hapa ni yapi?
Kwa jina anaitwa Justus Omwenga Ngwenyi. Mna kabisa mtoto wetu hapa nyumbani. Tunafurahia. Hii ni dalili ya mvua na itanyesha. Na tunafurahia mtoto wetu akifika nyumbani. Tunaambia Fred Matiang'i karibu nyumbani. Oye, atawania hiyo na tutashinda. Haya. Nimaliza na huyu bwana vile vile hapa ameweza kuwasukuma wenzake kupata nafasi ya kusema nafsi. Tueleze jina lako na utuambie wewe una ujumbe upi kwa Fred Matiang'i anaporejea hapa nyumbani. Kwa majina naitwa Haron Mogere, natoka Kitutu cha Chenot. Sisi kama Wakisii tunafurahia sana kwa kuwa ni mtoto wetu ambaye ni mtoto wa kiasiri wa nyumbani hapa. Tunafurahia sana na tunasema Wakisii wote tuungane, tuwe pamoja, tushikane mkono ili tuone ya kwamba Matiang'i amekuwa rais wa 6 wa Jamhuri ya Kenya. Hayo ndio Yeri, maoni ya baadhi tu ya wakazi. Haya, sasa wanasema umepiga upate sana. Kwa majina naitwa Lydia Mokeira, nyumbani ni Kisii. Niko na furaha sana leo kumkaribisha Daktari Matiang'i. Tunamuunga mkono kwa fursa ya kuwania urais 2027 na nina imani kwamba atapita hiyo kura ya 2027. Niko na furaha sana. Yeri, baadhi ya wenyeji hapa, maoni ya vijana, wazee, akina mama, watu wanasema kwamba wamemkaribisha mtoto wao Fred Matiang'i nyumbani. Wanasema kwamba wao wanasubiri tu ishara ya mvua. Wanasema akisema tu hivi kutanyesha. Kwa hivyo sisi tumekita kambi hapa kuhakikisha kwamba kile atakachosema Fred Matiang'i katika ujio wake wa hapa nyumbani moja kwa moja tutakuwa tunarejea kwa watazamaji wetu kote nchini na kuweza kutaarifu ni ulimi ni ipi usemi, ni upi usemi wa jamii ya Abagusi, ni upi usemi waliokuwa waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i. Kumbuka kwamba amekutana na wale viongozi wa upinzani akiwemo aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua pamoja na Martha Karua, ishara zote Kalonzo Musyoka, ishara zote zikionyesha kwamba mawimbi ya kisiasa ya Fred Matiang'i yanapiga kuelekea upande ule. Kwa hivyo tumekita kambi hapa kuweza tu kutathmini, kusikiza kila hotuba itakayotoka hapa, kusema na hawa wenyeji, kisha baadaye tutakuwa tunaandalia mashabiki wetu, watazamaji wetu taarifa za kina toka katika mji wa ndizi hapa Kisii. Toka hapa Yeri, kwako studioni. Bila shaka shukran sana Bramwell Bwire, huyu ambaye yupo katikati ya mji wa Kisii akisubiri kufika kwake Fred Matiang'i ambaye